Mtandao wa Jinsia Tanzania TGNP umetoa mafunzo kuhusu masuala ya bajeti pamoja na kilimo ekolojia kwa kikundi cha taarifa na maarifa cha Vumari wilayani Same mkoani Kilimanjaro, ikiwa ni sehemu ya kuongeza uelewa kwa wananchi kuhusu umuhimu wa kufuatilia bajeti ya serikali. Mafunzo haya yamelenga kuwajengea wananchi uwezo wa kuelewa namna bajeti zinavyopangwa na kutekelezwa pamoja na kushiriki kamilifu katika ufuatiliaji wa bajeti ya serikali. Jina langu ni Stella John, ni mratibu wa KC. Leo tulitoa mafunzo ya bajeti ya Wizara ya Kilimo pamoja na bajeti ya maji, lakini pia tulizama zaidi kwenye masuala ya kilimo ekolojia. Tulipendelea sana kutoa mafunzo hayo kwa sababu yanamlenga mwananchi moja kwa moja, hasa hawa wa huku pembezoni, ili kuwashirikisha wananchi walioko pembezoni, kwa sababu wengi wao hawana vyombo vya taarifa, hawapati taarifa zozote, lakini pia kuwaelimisha, kuongeza uelewa wa wananchi dhidi ya masuala mazima ya bajeti. Hasa tukianza na bajeti kuanzia kwenye familia, kitongoji, kijiji, kata, wilaya na mwisho taifa. Matarajio yetu ni kwamba kipindi cha maoteo wananchi watakuwa wana uelewa mkubwa na watatoa vipaumbele vyao kwa wakati, kwa sababu wameelewa kwamba bajeti inaanzia mchakato chini, sio kusubiri bunge. Vinavyojadiliwa bungeni vimetoka moja kwa moja kwa wananchi kutoka ngazi ya chini kabisa. Mimi ni Abdalla Omari Mbaga, ni mwananchi na ni mkulima wa kata ya Vumari, kijiji cha Minyala, kitongoji cha Minyala. Elimu iliyotolewa leo imetuelewesha, kwa maana inamuelewesha mwananchi jinsi ya kuhifadhi mbegu, jinsi ya kuotesha, ili mwisho wa siku asikute ameotesha mbegu ambayo itakuwa hasara kwake, kwa sababu mbegu zingine unaweza ukaziotesha kwa kuziangalia zina sura nzuri, lakini baada ya kuotesha unakuta haioti, kumbe ingine imewekwa kwenye pipa au ingine imewekwa kwenye kinganjaa. Kwa upande wa bajeti ni nzuri, bajeti iko vizuri, lakini watu wengi tunashindwa kuelewa bajeti ya serikali, kwa sababu mtu mwingine saa nyingine unashindwa kujua, maana mwingine hana hata redio na nini, lakini saa nyingine serikali ikitangaza kuhusu barabara, kuhusu umeme, kuhusu miradi mbalimbali, maji, afya, inatoa kufuatana na bajeti. Kwa kweli wananchi tumepewa elimu sana hiyo, kila mtu atakuwa amejielewa, ila tunasisitiza hii elimu iendelee kwenye mikutano ya kijiji mara kwa mara, maana mkulima ana mambo mengi. Mwingine kikao kingine kiitwa ni mchungi au ana dharura, lakini ikiwa mara kwa mara watu wanajiwekea kumbukumbu. Kwa hiyo mimi ninaelewa hivyo, tayari watu wanakuwa na uelewa. Kwa majina naitwa Edesi Franzi Mnyone. Elimu tuliyopitishwa kwa siku ya leo kwa kugundua kwamba kumbe bajeti inaanzia katika ngazi ya serikali ya kijiji, ije katika mkutano wa hadhara, vipaumbele vyenu mnavyopitisha ndio hatima mwisho vinapelekwa katika mkutano wa hadhara, vinapelekwa WDC vinapelekwa full council, na hatima imepelekwa bungeni. Inapangwa bajeti ya kwamba pale katika kata fulani wanahitaji labda barabara au wanahitaji labda maji. Sasa inapangwa bajeti ya mwaka mzima kuhusu pale ile huduma ipatikane. Kwa hiyo ukiangalia masuala ya bajeti inaanzia ngazi ya halmashauri ya kijiji, mkutano wa hadhara, mpaka WDC hadi taifa. Sasa hivi katika elimu ndio tumegundua kwamba kumbe kuna stahili watu waende mikutano sana, kwa sababu usipoenda mikutano kutafuta kwamba chanzo cha maisha yako hapa unayotakiwa ni nini, unaweza kukosa bajeti ya mwaka mzima nyinyi kutokupata bajeti. Kwa hiyo kwa masuala hayo sisi tumeona kwamba tumefundishwa na elimu imetukaa na itatusukuma kwenda kwenye mikutano, ili kiwezekana tukahamasishe viongozi kufuatilia masuala ya shida zetu zilizoko ndani ya kijiji, kata hadi wilaya. Bajeti sasa hivi ina umuhimu kwa sababu tumeshajua kwamba kumbe tunapokosa maendeleo sisi ndio tumejinyima maendeleo. Kumbe sisi ndio tunataka tutafute maendeleo kwa kutumia kuibua miradi ili ipelekwe, ikishapelekwa kule bungeni ikachakatwe ili iweze kupangiwa bajeti ya kuletwa huko. Kwa hiyo tunajua kwamba elimu ya bajeti ina umuhimu kwetu sana, kwa sababu tutakuwa tuanze kupanga bajeti sisi kwa kutafuta miradi ambazo tunajua kwamba hapa kwetu hitaji letu ni hili. Kwa hiyo tumeona kwamba elimu ya bajeti
kwetu ina umuhimu mno kuijadili sisi ili tuweze kufika bungeni na iweze kuleta matokeo chanya kwetu. Kwa jina naitwa Mariamu Omari Mbaga, ni mwana KC Fumari. Sisi wenyewe wananchi wa kata au wa nani hii tunatakiwa kwamba tujue kwamba kwenye mipango yetu labda ya kijiji au kata, kitu ambacho kiko kipaumbele tunakipitisha ni kitu gani? Aidha elimu, afya, maji, ni barabara, natakiwa tuviweke kipaumbele ambacho kitasababisha kutugaia ile bajeti ambayo inapangwa huko bungeni, viongozi wetu ambao wataipeleka kule.